Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Naibu Waziri Dr. Dugange, pamoja na Naibu Katibu Mkuu, wakurugenzi wasaidizi, wakuu wa vitengo, Katibu Mkuu wa Tume ya Utumishi wa Walimu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Sifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Waziri, kwanza kabisa nianze kwa kupongeza wewe binafsi kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais. Wakati jana nimesikia jina lako limekuja TAMISEMI, nikasema tulikuwa na waziri Mheshimiwa Jafo alifanya kazi nzuri sana hapa, na ulipokuja wewe nikasema umecompliment mahali sahihi. Unajua hizi teuzi zinapotokea mimi huwa naziangalia kiimani. Cha kwanza ni lazima kwanza umpendeze Mwenyezi Mungu. Ukishampendeza Mwenyezi Mungu, jicho la rais ndio linakuona kukuteua ukafanya ile kazi yake. Kwa nikajua kabisa kwamba Mwenyezi Mungu ulimpendeza. Sasa sijui kwenye kipi, yeye Mungu ndo anayejua. Lakini umefanya hivyo na ndio maana Mheshimiwa Rais akakuteua. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kukuteua wewe kuja katika ofisi ya Rais TAMISEMI. Mimi nina imani kubwa sana. Moja, na uzoefu wako serikalini. Mbili, na uchapaji wako kazi. Na uhakika sisi wote ni mashahidi. Pamoja Mheshimiwa Umi amekuwa kwenye wizara mbalimbali. Na moja ya wizara ambayo ilituonyesha uwezo wako wa kazi ni wakati ule nchi ndio tumekutwa na ile shock ya janga la corona for the first time. Ulipambana kweli kweli. Na ile ndio hiyo kutambulisha Umi ni nani katika hii Tanzania. Unaweza kuwa ulifanya vizuri sana, lakini pale ndio watu walijua Umi ni nani nchi hii. Najua wote ni mashahidi na Mwenyezi Mungu ni shahidi katika hilo. Kwa ninaamini kabisa, sina wasiwasi na uzalendo wako. Ninaamini utamsaidia Mheshimiwa Rais katika kazi aliyokutuma. Kazi hii ni kubwa, kazi hii ni ngumu, kama ambavyo umesikiliza taarifa ya Katibu Mkuu alivyoieleza. TAMISEMI ni kubwa. Mheshimiwa Waziri aliyetoka alikuwa anasema mpaka kijiji, kitongoji kule chini ni watu wako. Akimesa up yule umemesa up wewe. Akimesa up mtendaji wa kata umemesa up wewe. Yaani chochote kinachotokea kule chini. Kwa ni wizara ambayo inahitaji sana kujitoa sana kwenda field kufanya kazi ya wananchi. Lakini na sisi kama wasaidizi wako, mimi na Dr. Dugange, tutakupa ushirikiano wa kutosha. Kwa muda mfupi tuliokaa tumeshapata uzoefu. Sasa hivi hatuna cha kujifunza kingine. Sana sana tutapata tu elimu kwa sababu elimu haina mwisho. Tunafahamu mambo mengi, mengine tutakueleza tuliokutana nayo huko field. Mengine hapo kwenye madokezo huko tumeshayaandika kuomba hatua ziendelee kuchukuliwa. Lakini kwa ujumla mimi nikukaribisha sana TAMISEMI. Mungu akubariki sana. Tegemea ushirikiano wa kutosha na tutafanya kazi mara mbili kama ambavyo Mheshimiwa Rais anataka. Na kikubwa umemsikia Mheshimiwa Rais akizungumzia, moja, usimamizi wa mapato na matumizi. Moja, usimamizi wa matumizi, lakini la pili ukusanyaji wa mapato ya ndani. Kwa naamini kwa ujio wako na timu hii ambayo yuko hapa tunaweza tukakaa sasa tukabrainstorm kuhakikisha lile lengo ambalo Mheshimiwa Rais anataka tulifikie, sisi sote kwa pamoja tunalifikia. Ninaamini chini ya uongozi wako haya yanawezekana. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mungu akubariki na karibu sana TAMISEMI. Mheshimiwa Umi Mwalimu, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI. Na mimi nichukue nafasi hii kwanza kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri kwa kuteuliwa na kuaminiwa na Mheshimiwa Rais. Lakini kwa nafasi katika wizara hii, wizara ambayo ni pana sana kama ambavyo Mheshimiwa Silinde ametangulia kuongea, lakini Katibu Mkuu. Na kubwa zaidi Mheshimiwa Waziri ni kuhakikishia kwamba sisi kama naibu mawaziri wasaidizi wako
tuko tayari kuanza kufanya kazi kwa kasi na nguvu zetu zote wakati wote masaa 24, na tunafahamu pamoja na watendaji wenzetu hapa tumeendelea kufanya kazi mbalimbali kama wizara, lakini tuna mafanikio na changamoto ambazo tunajua zipo. Na changamoto kubwa sana nisingependa kuzirudia, lakini kubwa sana ni kusimamia matumizi sahihi ya fedha na hasa kwenye mamlaka za serikali za mitaa. Tumeendelea kama wizara, Mheshimiwa Waziri, kuhakikisha tunasimamia na kudhibiti upotevu wa fedha za serikali. Lakini sote kwa pamoja tunakubaliana kwamba bado tuna kazi kubwa ya kwenda kufanya kazi hiyo, kuhakikisha matumizi ya fedha ni sahihi. Kwa hivyo, Mheshimiwa Waziri, nami nikukaribishe sana, nikupongeze sana, na singependa kurudia yaliyoongewa kwa sababu yote yanafanana, lakini sote tunakufahamu uwezo wako wa kuchapa kazi, kujituma, uadilifu, na sisi kama wasaidizi wako kwa kweli tumefarijika sana kuhakikisha kwamba tutakupa ushirikiano unaotakiwa ili tuweze kusukuma gurudumu hili mbele zaidi. Basi baada ya kusema haya, Mheshimiwa Waziri, naomba nichukue nafasi hii niweze kukaribisha ili uweze kuongea nasi watumishi pamoja na sisi manaibu waziri wako katika ofisi ya Rais TAMISEMI. Nakushukuru sana na karibu sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Waziri, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Dr. Festo Dugange. Mheshimiwa Naibu Waziri, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Silinde David, Katibu Mkuu Injinia Nyamuhanga, Naibu Katibu Mkuu Mweli na wakurugenzi wakuu wa idara, vitengo, mtendaji mkuu wa Tume ya Utumishi wa Walimu. Yes. Katibu, yes. Kwa hiyo ndio mtendaji mkuu mwenyewe, si ndio? Yes. Na ndugu zangu ambao mko hapa, watumishi wa Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, assalamu alaikum. Alaikum salam. Msifu Yesu Kristo. Milele amina. Bwana asifiwe. Amen. Nitajitahidi kusema mambo mafupi kwa sababu muda umeenda na kesho kuna wengine wanaingia katika Ijumaa Kuu. Kwa hiyo la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha katika siku hii ya leo. Tumekutana hapa katika ofisi za TAMISEMI Dodoma. Lakini pili ni mshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kuwa waziri wa nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI. Ndugu zangu, imani ya Mheshimiwa Rais kwangu ni kubwa sana na ninategemea tutashirikiana katika kuhakikisha kwamba tunakidhi matarajio ya Mheshimiwa Rais kwa wizara yetu, lakini pia matarajio ya Watanzania kwa TAMISEMI. Na kubwa ni kushukuru sana wote kwa mapokezi mazuri. Najua wengine mlikuwa mmejiandaa kwenda Pasaka, lakini ndio kama alivyosema mkuu wa nchi, zege alilali. Kwa hiyo sitaongea mambo mengi sana, lakini Katibu Mkuu nashukuru kwa taarifa ya awali, na manaibu waziri pia nawashukuru kwa salamu zenu za ukaribisho. Na kubwa, ndugu zangu, kama alivyosema Mheshimiwa Silinde na Mheshimiwa Naibu Waziri Festo, kuna kwamba TAMISEMI ni kubwa, lakini pia kuna watu wanasema TAMISEMI ni ngumu. Kwangu mimi TAMISEMI sio ngumu. Kama TAMISEMI ni ngumu, maana yake mmeshindwa kunisaidia mimi na manaibu waziri kutekeleza wajibu wetu. Ila tunakubali ni kubwa, lakini hakuna kigumu endapo kuna teamwork. Hakuna kigumu endapo kuna coordination kati yetu, na bahati nzuri Chief Secretary amelisisitiza hilo. Hakuna kigumu endapo tutakuwa na efficiency katika utekelezaji wa majukumu yetu. Kwa hiyo mimi mwalimu hapa sina ati mentality ya kusema TAMISEMI ni ngumu. TAMISEMI sio ngumu, lakini ni kubwa, na ninaamini tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha tunaendeleza pale ambapo waziri aliyepita amefikia. Kama alivyosema Mheshimiwa Jafo, amefanya kazi kubwa na nzuri. Nilikuwa naangalia tu haraka mapato wakati anaingia yalikuwa 60% na kitu, yamefika kwenye 94%. Kwa hiyo kuna kazi imefanyika
na binafsi nataka kuwapongeza wote kwa kile ambacho kimefanyika, lakini nashukuru wote tunakubaliana kwamba bado kuna kazi kubwa ya kufanya, na mimi pamoja na manaibu waziri kipaumbele chetu ni kimoja tu. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Waziri amesema na wenzangu wamesema, ni kuimarisha usimamizi wa makusanyo ya ndani katika mamlaka za serikali za mitaa, lakini pia kusimamia matumizi katika mamlaka za serikali za mitaa. Maana yake tukiweza kukusanya mapato kikamilifu, maana yake tutaweza kutatua changamoto za wananchi. Na nyinyi wenyewe mmesema vizuri tu kwamba TAMISEMI inaanzia katika ngazi ya kitongoji, ngazi ya mtaa na kijiji, ngazi ya kata, wilaya, halmashauri na wilaya. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni moja, na mimi ndio ajenda yangu, sina ajenda nyingine. Tutakaa baadaye tukubaliane. Nimeona kwenye hii taarifa ya awali kwamba makisio ya makusanyo ni bilioni 900. Tunasema tuko na 84%, lakini mimi naamini tunaweza kufanya vizuri zaidi. Hii labda vipi tutaongea, nadhani tume underestimate. Kila mtu ukiongea naye anakuambia kuna upotevu mkubwa wa mapato katika mamlaka za serikali za mitaa. Kwa hiyo tutaangalia, wachumi tutasaidiana, maana mtu anakuambia nimekusanya 120%, 100%, haiwezekani. Kwa hiyo mtaniambia, mtanipitisha, na bahati nzuri mimi ni mtu ambaye napenda pia kujifunza, napenda kuconsult, napenda kushirikisha. Kwa hiyo hili tutaliangalia, lakini in the meantime, Katibu Mkuu, napokea hii taarifa kwa sababu pia bajeti imeshapita katika ngazi ya kamati, lakini bado naamini tutaweza pia kusimamia kile ambacho tumekipanga bilioni 900, lakini tuendeni sasa tukasimamie matumizi especially kwenye fedha za maendeleo. This is money. Kwa hiyo pia kuna fedha zitatoka, tunategemea disbursement DPP, si ndio? Kwanza zile tulizopeleka, na pa kuanzia pale tunaanzia kwenye CAG report. CAG report, bahati nzuri nimeongea na CAG leo, amenieleza kwamba amekagua hizo mamlaka za serikali za mitaa 185, hati chafu ni 8, lakini kuna hati zenye mashaka 53. Kwa hiyo najua sitaki kuaminya msiende Pasaka, lakini nataka Katibu Mkuu tuzipitie hizi hati 8, what are the key issues. Sasa najua mnaweza mtu kaenda nyumbani hivyo Pasaka, tuangalie kwenye hizi hati 8. CIA na CIA au utaunda timu, Katibu Mkuu ndio maelekezo yangu, zinasema mambo gani makubwa ya sisi watunga sera na wasimamiaji wa sera tuweze kuyachukulia hatua. Lakini pia tufanye a quick review ya zile hati 53 zenye mashaka. Lakini nimeongea na CAG, amefanya performance audit kwenye halmashauri zaidi ya 60. Kwa hiyo mnaweza mkapiki labda kwa sekta, maybe tuchukue sekta zetu kubwa zinazogusa wananchi, elimu, key findings zipi, afya, mipango miji. Katibu Mkuu, samani najua mnataka kwenda Pasaka, lakini lazima tufanye kazi. Kwa hiyo sitaki kuwaholdi hapa, lakini mnaweza tu mkagawana. Alafu Jumanne sasa, Jumatatu. Nitamani Jumatatu au kwani mwaoperate online. Yaani nitamani Jumatatu mtuletee taarifa ya awali, kusudi Jumanne lazima tutoe maelekezo kwa secretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Kutokana pa kuanzia pale ni kwenye ripoti za CAG. Ndugu zangu, mmefanya kazi kubwa na mimi nawapongeza, lakini tuna kazi kubwa ya kufanya ili kukidhi matarajio ya Mheshimiwa Rais na matarajio ya Watanzania. Mmesema vizuri, bahati nzuri sekta ya afya naijua, changamoto bado zipo. Kwa hiyo tuendeni tuka-identify na kusolve changamoto za afya katika ngazi ya zahanati, ngazi ya ya kituo cha afya na ngazi ya hospitali ya halmashauri. Lakini pia kuna elimu, mmemsikia speaker. Hivi mkurugenzi anajisikia vipi comfortable watoto wanakaa chini? Kitu kama madawati tu tunashindwa kweli sisi TAMISEMI kuja na mkakati wa kuondoa tatizo la watoto kukaa chini. Hivi TAMISEMI tunashindwa sisi kuhakikisha madarasa yanajengwa ili watoto wasilundikane katika madarasa. Lakini tunazungumzia nyumba za walimu,
hilo nataka nilisisitize kwangu mimi katibu, hilo ni kipaumbele, katibu mkuu na walimu nao, kwa sababu tusipowawezesha walimu wakatekeleza majukumu yao, especially nyumba. Juzi bahati nzuri na mimi nimekuwa sasa mbunge wa jimbo, kwa hiyo nimeanza kuzijua. Nilienda Tanga, kuna shule moja iko nje ya jiji la Tanga, kuna nyumba moja. Kwa hiyo mwalimu hataki kukaa, anatumia pikipiki kilomita zaidi ya 35. Sasa huyu akifika shuleni atafundisha kweli? Hawezi kufundisha. Kwa hiyo hizi ndio changamoto katibu mkuu tumezungumza mapato, ili tukasolve changamoto za elimu, changamoto za afya, lakini kuna masuala pia ya maji. Najua iko RUWASA, lakini mwisho wa siku sisi ndio tuna coordinate. Nyingine ambalo nataka kulisisitiza, bahati nzuri na mimi nilikuwa waziri wa maendeleo ya jamii, ni ile 10% ya mfuko wa maendeleo ya wanawake. Kama kuna performance audit, kuna some of the observation ningependa nione. Nawasikiliza kwamba tumetoa kiasi hiki, lakini hakuna taarifa tumerejesha kiasi gani, because it is a revolving fund. Kwa hiyo sasa pia katibu mkuu, tunaposema tumetoa, halmashauri zituambie pia zimerejesha kiasi gani, ili tuweze kutoa fedha nyingi. Ndugu zangu, jua muda umeenda, sitaki kuchosha sana katibu mkuu, na nasikitika, natamani muende Pasaka, lakini naweza mtajigawa kusudi tupate tu, lazima Jumanne tutoe maelekezo, na basically tunaendeleza pale ambapo tuliishia. Na binafsi ni washukuru sana Mheshimiwa Silinde, nimekuwa naye bungeni kwa takriban miaka 10, nafahamu utendaji wake, uchapakazi wake na uadilifu wake. Lakini Dr. Festo alikuwa RMO wangu, nimefanya naye kazi vizuri, nafahamu pia utendaji wake. Kwa hiyo mimi naamini pamoja na wakurugenzi tutakwenda vizuri. Na bahati nzuri, nadhani kama mmesikia, mimi sera yangu ni open door policy. Kuna issue tunakutana, napenda sana kuwashirikisha manaibu waziri wangu, lazima tukae tujadili. Kwa hiyo katibu mkuu mtanaona tunaambia naibu waziri, tukutane na kuwa idara husika, tunazungumza jambo fulani. Mimi ndio uongozi wangu, open door policy, lakini teamwork. Sitaki kusema mimi ni hodari. Uhodari na upata kwa sababu nashirikiana na wenzangu, manaibu waziri, makatibu wakuu na wakuu wa vitengo na idara. Kwa hiyo niwahakikishie Mheshimiwa naibu waziri, naibu mawaziri, nitawapa ushirikiano. Bahati nzuri wenzangu mmeshakaa katika miezi hii 3-4. Katibu mkuu na mimi nikuahidi wewe na timu yako pia tutafanya kazi nzuri na kubwa, lazima tuonyeshe matokeo, especially kwenye ukusanyaji wa mapato. Mwisho ambalo sijalisema ni la miundombinu, TARURA nadhani mmefuatilia mijadala ya wabunge. Kwa hiyo pia lazima tuje na majawabu ya TARURA. Najua kuna mengine ni masuala ya road fund, na nilimsikia waziri aliyekuwepo alisema tunafanya tathmini. Sisi tumefanya tathmini TARURA ya kuangalia road fund, TAN road vis-a-vis road fund. Msinijibu hapa, maybe nitafakarini tu. Sasa kuna moja naliongeza, nimesema kuna mapato, lakini kwa ajili ya elimu, afya, miundombinu ya barabara, si ndio? Sasa kuna moja na empowerment ya wananchi, si ndio? Sasa kuna moja la 5 nataka kuliongeza. Bahati nzuri nimekaa miezi 3 katika ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, na nilichojifunza, hawezi vipi kufanya chochote kama TAMISEMI hata take interest na lead katika kuhifadhi na utunzaji wa mazingira. Kwa hilo eneo pia nataka tuliangalie. Nimepita kwenye halmashauri 2-3, nikimwona kuna wengine halmashauri nyingine idara ya mazingira ni idara, kuna mwingine ni kitengo. Kwa lazima tuwe na uniformity. Kama vile kwenye afya na elimu, kwamba kuna uniformity, mkuu wa idara anatakiwa kuwa na qualification hizi, ili ajenda na ibeba mimi ya mazingira. Kwa sababu pia lazima tukafanye uhifadhi wa vyanzo vya maji, upandaji wa miti, lakini kubwa ni uchafu. Nataka tuhakikishe miji yetu inakuwa safi. Kwa kweli Tanzania tuko wachafu, halmashauri ni chafu. Kwa katibu mkuu, hilo nataka pia mlibrainstorm, linaweza lisiwe la Jumanne, lakini lazima mabadiliko ambayo nataka kuyaona ya haraka ni katika masuala ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira, ikiwemo kusimamia taka ngumu, kutunza vyanzo vya maji na kupanda miti.
Kwa hiyo hilo nimeliona. Unajua sengine tunalilia RUWASA taweka miundombinu, lakini mwisho wa siku tutatafuta vyanzo vya maji, hatutavipata. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niwashukuru tena kwa kunikaribisha. Jumanne nadhani tutatoa mwelekeo wapi tunataka kuelekea, especially Katibu Mkuu katika hii miezi mitatu iliyobaki kabla ya bajeti, lakini mingine mwelekeo tutakuja kuutoa wakati wa kwenye bajeti speech yetu. Na kwa wale ambao mnaenda Pasaka, niwatakie Pasaka njema, na basi naamini kwamba mabadiliko haya yametokea katika kipindi hiki cha toba kwa resma. Kwa hiyo tutabadilika sisi wenyewe, kwa sababu nataka niwaambie ukweli ndugu zangu, kila mtu unaongea naye anasema changamoto kubwa iko kwetu sisi makao makuu. Hayo ndiyo mambo ambayo nimeyapata hapa. Sisi ndiyo kuna mianya ya rushwa na upotevu wa fedha za serikali. Halmashauri zinasema hela ikienda halmashauri lazima irudi kinyume hapa. Sio kama ni kweli au sio kweli, lakini hayo ndiyo malalamiko. Tusikubali tukaenda na sifa hii. Kwa sisi kila mtu ajitathmini katika nafasi yake. Wapi tunahitaji kuboresha? Watu wa mifumo, nimeambiwa pia kuna kitu kinafungwa saa nyingine, si mfumo unazimwa. Alafu Katibu Mkuu nataka kujua POS. Tulichukua hela kutoka kwa wakurugenzi, tukasema tunaenda kufanya bulk procurement. Mpaka leo, it was September last year, mpaka leo bado hatujawapa. Tuliangalia sasa hivi. Sawa. Mheshimiwa Waziri, ni kweli kwamba tulinunua mwaka juzi posi 7,000, tulinunua posi 7,227. Sisi wenyewe kupitia ufadhili, kwa hiyo tukapata kwa bei nafuu sana. Lakini posi unajua mwanzo ilikuwa inauzwa mpaka hata milioni 1. Yes. Kitu tununua kwa 2 na Tanzania kika. Kwa hiyo tukaona kwamba halmashauri tukashawishi halmashauri kwamba kutumia utaratibu huo kununua hizo posi kwa bei nafuu. Kwa hiyo tukahamasisha halmashauri kuleta fedha, lakini ikachukua muda sasa kuja kupata fedha za kutosha, ni halmashauri kuchangia na taasisi, baadhi ya taasisi. Lakini venture tukapata hizo fedha, nadhani ni halmashauri plus taasisi kwa sababu hiyo nadhani anaweza kusaidia. Kwa hiyo tumeshaziagiza hizo posti tayari. Zitakuja mwezi ujao. Kwa hiyo tulipata nani? Zitakuja mwezi ujao. Kwa hiyo imechukua muda. Kwa sababu kwanza halmashauri hazichangia kwa muda tuliotarajia. Kusanya fedha hizo. From milioni 1 watazipata kwa shilingi ngapi? Laki 2. Nadhani PMU si kama unaweza kukumbuka piga. Tulioagiza bei kwa posti moja. Cha muhimu ni kwamba tumeshaziagiza hizo na tumeshaziandikia halmashauri kuambia kwamba hizo posti zinakuja mwezi wa 5. Kulikuwa na maneno mengine ambayo alisemwa hapo katikati ambayo tulishindwa kuelewa chanzo chake. Wana mashaka kwamba labda kumetokea kuna delays. Lakini pia na mambo mengine yaliyotokeza kama hayo viwanda vingine kutofanya production kwa China, market za China ndio imechangia kudelay, lakini mwezi ujao tunakuja hizo. Basi nishukuru Katibu Mkuu kwa maelezo. Tujitahidi by next month ziwe zimefika. Ndugu zangu, narudia tena kuwashukuru na binafsi I want to acknowledge mchango wenu katika kutekeleza majukumu yenu, especially mapato kama nilivyosema from 60 to 90 above 90%, lakini bado tujitafakari. Lengo letu ni kutoa huduma bora kwa wananchi. Na mmemsikia Rais tunapozungumzia wananchi wanyonge, basically it is TAMISEMI. Narudia kwangu mimi TAMISEMI sio ngumu. Kama kuna teamwork, kuna coordination, lakini pia tunaongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yetu. Baada ya kusema hayo, Naibu Waziri nakushukuru sana, Naibu Waziri nakushukuru, Katibu Mkuu na timu yote. Niwatakie Pasaka njema, lakini wale ambao itabidi mpitie zile CAG report mtajua wenyewe jinsi ya kufanya, lakini angalau Jumatatu, sababu nataka Jumanne tukutane. Kwa Jumatatu ningepata kama just an overview, what are key issues, labda 3-4 kubwa.
ya ambazo zimetoka. Katibu mkuu tajipanga. Na kazi yetu tumeshaanza na timu ambayo inasimamiwa na mkurugenzi wa kitengo cha ukaguzi na ufuatiliaji wa fedha. Namba ipo pale, shampa assignment hiyo tayari. Kwa hiyo kazi hiyo inaendelea. Sawa. Basi asanteni sana, kila laheri, Pasaka njema. Uzalendo, utiifu, ubunifu na kujitoa. Najua mnafanya kazi sana, lakini inabidi tujitoe. Lazima tumsaidie Mheshimiwa Rais. Lazima ndoto ya JPM ya kuitaka kuifikisha Tanzania inatekelezeka. Basi asanteni.